Ninaujua utukufu ambao Mungu ataenda kukupatia. Ninaujua utukufu ambao Mungu ataenda kuuchukua kwako. Maana utakapofufuka utaanza kuuliza, gari hii kaifufua nani? 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 Na wewe utawaambia, nimefufuliwa kwenye gereji ya Yesu. Kwenye gereji ya Yesu. Kwenye gereji ya Yesu. Kwenye gereji ya Yesu. Haijalisha utembei ama umekufa kabisa, utafufuliwa wewe kuanzia sasa katika jina la Yesu aliye hai. Ninalifufua nature ya kazi yako. Ninafufua ukadhaminiwe tena. Wadhamini walioikimbia familia yenu, ninawarudisha kwa damu ya Yesu aliye hai. Ninairudisha hiyo damu iliyokimbia kwenye familia yenu, irudi tena. Damu yako ya kwenye mwili wako ikadhaminiwe, ikadhaminiwe, ikadhaminiwe sasa katika jina la Yesu aliye hai. Ninaita ule upako wa damu kule mbinguni ushuke sasa kwenye damu yako wewe, ukadhaminiwe kesho, ukadhaminiwe Jumatano, ukadhaminiwe Alhamisi. Kitu gani unakipeleka kwenye soko kuanzia kesho? Ni propose ya mkopo gani? Ni banda gani la vitumbua? Ama ni banda gani la mradi? Ni wapi unataka ukadhaminiwe kesho upate kazi? Ninaifungua miguu, isiyo miguu ya kukaa nyumbani. Nataka miguu yako kuanzia sasa, wewe na mume wako, wewe na watoto wako, wewe na mali zako. Hata punda zikienda zirudi na faida, na ng'ombe zirudi na faida. Chochote kile kinakuzunguka tunakipatia upako wa kudhaminika. Siku ya kesho Jumatatu, mimi mtumishi wako, ninaisemesha Jumatatu ukawazi kwa ajili ya watu wanaotoka mahali hapa katika jina la Yesu. Majina yao yatakapozunguka siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi na siku ya Ijumaa yakadhaminike. Waliokaa bila kazi, walioishi bila kazi, mikono yao imekuwa ya kufisha, ninafufua udhamini wa yeye kupata tena soko, akakubalike tena katika jina la Yesu aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, watoto wako wadhaminike sasa, wakasome kozi zitakazowapatia kazi, wakasome kozi zitakazowapatia ajira, ukadhaminike wewe katika jina la Yesu. Biblia inasema na Yesu ni mjumbe na ni mdhamini kwa ile damu, katika lile baraza la damu. Yesu ni mjumbe. Ninaichukua damu yako kwenye mwili wako. Hebu isemeshe damu yako, isemeshe damu yako, iambie damu unganika na damu ya Yesu, ukadhaminike kwa ajili ya kazi. Una maono gani ya kuanzia Jumatatu? Una maono gani ya kuanzia Jumatatu? Ingia hapo, ingia hapo, ingia hapo, ingia hapo, ingia hapo. Raba shakata rebeseke. Inyanyua damu yako, inyanyua damu yako. Saizi ya mdomo wako inavyofunguka ndivyo ambavyo Mungu anaenda. Kwa jina la Yesu, koria saka raba saka. Inua damu yako, inua damu yako, mwambie Bwana, damu ya kwangu ikadhaminiwe leo, damu ya kwangu idhaminiwe leo kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo damu yako, hiyo damu yako iliyokosa mdhamini ipakanda rabo. Kwa kuwa Mungu tunatafutwa leo, tunatafutwa leo ili Yesu awe mdhamini wetu, ili Yesu awe mdhamini wetu kwenye kila hatua tunaifanya, kwenye kila kazi ya mikono yetu, kwenye kila mahali tutakapoingia. Huyu Yesu anatakiwa kuwa mdhamini wetu. Ripakoria basaka, linda rapakoria basaka. Kwa kuwa amesema inasimama kwenye mlango, inabisha hodi kwenye huo mlango, inaingia hapo kwake. Ripakanda rabasaka. Acha Yesu leo awe mdhamini wako, acha Yesu leo awe mdhamini wako kwa watoto wako, kwenye kazi yako, kwenye maisha yako, kwenye ndoa yako. Yesu mdhamini wako, Yesu awe mdhamini wako, Yesu awe mdhamini wako. Rapakata, ripa, rapakoria basiki, ripa, rapakanda, rapokoria basaka, linda rabasiki, ripa kanda rabasaka. Nyumba ya kwako, ni majira ambapo Yesu anaingia tena kuwa mdhamini wa maisha yako. Yesu anaingia kuwa mdhamini wa maisha yako. Ripa karabasiki, linda rapoko, ripa kataya, inda ropokoria basiki, ramanda rabasaka, ripakanda rabo, ripokoria basaka. Kwenye hiyo safari yako ulikuwa peke yako, lakini leo Yesu anakuwa mdhamini wako. Yesu anakuwa mdhamini wako. Ulikuwa peke yako siku nyingi, ulikuwa unaingia kila mahali unakosa mwelekeo, lakini leo Yesu
Yesu yuko hapa kwa ajili ya kuwa mdhamini wako. Yupo hapa kwa ajili ya kuwa mdhamini wako. Ripakarabasiki rapakandarabasaka ripakoriabasiki indoropoko yeketeribakata ipandoropoko indarapakataraba. Oh, mwambie Bwana, hakikisha unyamazi, hakikisha unyamazi, hakikisha unyamazi. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana. Leo kuna udhamini hapa, leo kuna udhamini hapa, leo kuna udhamini hapa. Ripakoriabasaka shandarikataya yeketeribako ripakatariando, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya watoto wako. Repakandarabasaka. Leo lazima, leo lazima, leo lazima udhamini ndani yako, udhamini wa Yesu ndani yako. Repakandarabosha. Leo lazima kwa ajili yako leo. Hii ni kwa ajili yako, 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 hii ni kwa ajili yako. Ripakoriabasiki ripakandarabasaka. Umekuwa unafanya kila kitu, lakini Yesu anakuwa yupo kuwa mdhamini wako. Lakini leo masikio yako yamesikia, mifupa yako imesikia ya kwamba leo kuna udhamini hapa. Ripakoriabasiki. Hautakuwa tena peke yako. Ripakandarabasha lepokoriabasaka lidoropokotayaba. Rikatarobosha ikikimando rabosa nakete rikandarobosha rakakatoya ikikimandoria, kwa damu ya Yesu aliye hai, katika jina la Yesu. Rikandarobosha, katika jina la Yesu aliye hai. Rikamando rikastoya. Baba, katika jina la Yesu ninafungua familia moja moja iliyoko mahali hapa, wale wote ambao Mungu amekanyaga nyayo zao zipo katika hema hii, na wale Mungu ambao wamefungulia 101.9 Shiro FM mahali kokote kule waliko, ninaimimina damu ya udhamini siku ya leo katika jina la Yesu. Hiyo yale matone ya damu ya udhamini ambao lidhamini agano jipya, ambao lidhamini agano jipya, likaende kwa kila mmoja ambaye Mungu amesimama mahali hapa, kwa wamama wote na wadada wote walioko katika hema hii. Bwana, oh, nazisemesha zile siku za kuanzia kesho, Jumatatu, Jumanne, Jumatano ya wiki nayo kuja, wanangu wote ambao Bwana wamekusanyika mahali hapa. Bwana, oh, damu yako ya udhamini iende kwao, ikawadhamini ambapo walikuwa wakubariki, ikawadhamini pale ambapo milango yao ilikuwa ifunguki, katika jina la Yesu. Kwa wale wagonjwa ambao Mungu wamekuja mahali hapa wanaumwa, ulioko mahali hapa, wale ambao Mungu kwa kawaida walikukasirisha, uliwapiga kwa mkono wako, oh, tunatumia damu ya Yesu, tunatumia damu ya Yesu ya udhamini. Fungua macho yao, fungua viuno vyao. Waliopata sukari ikarudi ikawe namba 6, wenye HIV na wao pia wapone. Oh, vipofu waweze kuona katika jina la Yesu aliye hai. Waliopoteza nguvu za kiume na zenyewe zirudi katika jina la Yesu aliye hai. Waliopoteza maduka, waliopoteza kuku, waliopoteza miradi mbalimbali, kwa damu ya Yesu aliye hai. Wasioongea, nafungua vinywa vyao viweze kuongea. Vipofu wapate kuona sasa, viziwi wapate kusikia sasa. Wanaofanya mitihani ya form 2 na form 3, oh, na form 4 mpaka kule form 6, wote kwa pamoja, Mungu wa uzima kafanyike, ukawe mdhamini kwao kwenye mitihani yao. Kadhamini matumbo ya kike yakazae watoto wenye akili katika jina la Yesu aliye hai. Oh, Bwana Yesu, kila aliyefungua kinywa mahali hapa jioni ya leo, kwa damu ya Yesu aliye hai, na yule anayetusikiliza, wao kwa kuwa ni mdhamini, mafuta yako ya udhamini, damu yako ya udhamini ikamdhamini huyo mama, ikamdhamini huyo mama tena, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Riko koria saka riba shandori kaseke ikatori manderebo saika, kwa damu ya Yesu aliye hai. Waliokuwa wamedhaminiwa ili wasipate mitaji, ninafuta hiyo dhamana ya hao watu. Wapo huru kuanzia sasa, wapo huru kuanzia
sasa natangaza uhuru wa kazi yao, uhuru wa elimu yao, uhuru wa tumbo lake la uzazi. Mapepo, sikia sauti ya Bwana. Majini yote, vibwengu vyote mnaokaa kwenye mapagali yao, kwenye nyumba zao, kwenye dali zao, kwenye ardhi ya walikozaliwa, kwenye makaburi ya nyumbani na makaburi ya mtaani, ninatangaza mama ameshadhaminiwa. Huyo mama yupo kwenye agano la udhamini. Kwa hiyo anatakiwa kutoka kwenye hicho kituo mnachomshikia cha ulimwengu wa roho, kinachofanya asipate kazi, kinachofanya asilipe mshahara, kinachofanya miradi yake ife, kinachofanya kazi yake isiwe na safari, kinachofanya duka lake lisiwe na promotion. Ninatangaza kwenye ulimwengu wa roho ya kila mtu yupo huru, kila mtu yupo huru. Jitangazie uhuru sasa. Ukiachiliwa kituo cha polisi huwa ukai tena pale, ukitoka gerezani huwa ukai mahali pale. Ninaona milango ya damu ya Yesu imepakwa hapo. Kila mtu yupo huru, kila mtu yupo huru, kila mtu yupo huru. Iambie mwili wako, uambie mwili wako upo tayari kutenda kazi, upo tayari kutenda kazi. Ribaka ya basi kerikatoria rabokolia saka ribakata rabasai ribokolia saka rikanda rabokolia siki ribashanda rabokolia saka ribo iya iinda iika iika iinda iinda iika iika iinda ribo koria basaka. Kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai, unaweza ukaisemesha nyayo zako, ukasemesha na miguu yako, ukaiambia miguu, kuanzia sasa mmepewa uhuru wa kutembea nje ya kituo mlichokuwa mnashikiliwa. Kwa mara ya kwanza isemeshe katika ulimwengu wa roho, semesha katika ulimwengu wa roho. Riba kari ya basaka, isemeshe na Jumatatu yako, iambie Jumatatu, mimi nimeshakuwa huru. Na wewe na kutangazia, hautakuwa siku inayomlinda mfungwa, utakuwa ni siku inayomnyenyua na inuliwa. Hebu omba kwa namna hiyo. Toa unabii kwa ajili ya kesho, toa unabii kwa ajili ya wiki inayokuja, toa unabii kama vile Roho Mtakatifu alivyokuwa anaiambia yale makanisa ya Tiro, alipokuwa anawaambia hii aliye na sikio asikie neno ambalo Roho Mtakatifu ayaambia makanisa. Kwa hiyo na wewe endelea kuomba, ukiiambia Jumatatu yako ya kesho, ukiiambia Jumatatu yako ya kesho. Kare abasaka robo koli abasiki, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rabashaka taribo siki. Mungu uzima, nimesimama mbele zako kama mtumishi wako, nimefundisha kama ulivyoniambia nifundishe, nimeomba kama ulivyoniambia. Maneno uliyoniambia niyatamke kwa watoto wako, nimeyatamka yote, nimeyafundisha yote, nimeyatamka yote, nimezitamkia siku zao, nimetamkia na wiki yao. Nimetamkia mpaka makaburi yaliyokuwa yamekuwa kama jela kule kwao, nimewatenganisha. Hakuna ambacho Mungu nimekibakiza. Bakuli yangu ipo tupu sasa, maana nimeachilia kila kitu ambacho niniambia niachilie. Wagonjwa nimewaachilia, na ndio maana wanatembea waliokuwa watembei, na ndio maana wanaona waliokuwa vipofu, na ndio maana viziwi naona na nyoa nasikia. Ribo kori ya basaka, ribi kiri ya basaka, rabo kori ya basaka, ina raba kori ya saka. Ninaweka udhamini wa hela zake, hela zake zikutane na hela zingine, sio kwanza ziishe ndio zingine zije. Ninaweka makutano kati ya hela ya kwanza na hela iliyotangulia, ya kwanza na hela iliyotangulia, mshahara kwa mshahara, hela zikutane, hela zikutane, hela zikutane, hela zikutane. Hebu zisemeshe hela zako, ziambie hela mwe mnakutana, hela mwe mnakutana, mpya zikutane na zamani. Hebu semesha, mshahara na mshahara lazima vikutane, hela ya genge na genge lazima vikutane. Hebu semesha hapo, semesha hapo, semesha hapo. Rika kataraba saka. Ziambie hela zako ya kwamba lazima mkutane, lazima mkutane, lazima mkutane, lazima mkutane. Riba sharabasaka. Omba na tabia yako nafsi, iambie tabia yako ya matumizi mabaya ya hela na maamuzi mabaya ya hela. Jisemeshe ndani mwako, kuanzia sasa ninaweka discipline na tabia ya matendo ya hela. Zitatumika kwenye malengo tu peke yake, pasipo na malengo hazitatumika. Namuona Mungu akitembea kwenye baadhi ya familia nyumbani kwao. Naona Mungu anaenda Moshi, wengine ameenda Mgeta, wengine Matombo. Naona Mungu anaenda Mlandizi. Naona upako usafiri mpaka Chalinze. Naona unaenda mpaka Machame. Naona unaenda mpaka kule Moshi.
unaenda Msoma, unaenda Mwanza, unaenda kwa Wamasai, unaenda mpaka Mbeya, unazunguka mpaka kule Iringa, unaenda mpaka kule Njombe, unatembea ulikozaliwa, unaenda kwenye lile kondo lako la nyuma, unatengua, unafuta uchafu mateso, unafuta uchafu uliokuwa umeteseka nao. Riba shanda la basaka. Jiongeze samani, jiongeze samani. Maandiko yanasema Esther alijivika mavazi ya kifalme, na wewe hapo ulipojivike samani. Iambie jina lako kuanzia leo wewe ni samani. Hautakaa tena chini, hautakaa tena chini, hautakaa tena chini, hautakaa tena chini. Natamani watu waombe kama navyoomba mimi. Yaani natamani ufunguke kiasi kwamba mpaka sauti ikauke. Yesu, umekuwa mdhamini kwa hapa Morogoro. Umetupa nafasi kuwepo Morogoro. Umetudhamini mahali hapa Bwana. Umetupatia kituo cha mahali hapa. Umetudhamini amani. Umetupatia na watoto ambao wapo mahali hapa, na ndio maana uliowaleta hapa wamefunguka, wamepona magonjwa makubwa. Tunaona mfalme amani. Ni nani anayefanya haya? Sio Frank Sikilawa. Ni wewe Mnazareti. Ni wewe uliyefia pale msalabani. Ni wewe uliyeanza peke yako. Tazama tupo wengi, na ndio maana tupo ndani ya jina lako, kwa sababu jina lako lilianza peke yako, lakini angalia tupo tulivyo wengi. Ninatamani aliye mahali hapa, alianza peke yake, na yeye akue, apanuke, aongezeke, astawi, aishi. Ribokori ya basaka. Kuna hila nyingi kwenye moyo wa mwanadamu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Tunasimamisha shauri la Bwana katika mkoa huu wa Morogoro kwa damu ya Yesu aliye hai. Tunaileta na nchi ya Tanzania Bwana, na mikoa yote iliyokosa mvua. Mungu wa uzima, Jumatatu ya kesho, mikoa yote ambayo mvua haijanyesha ianze kunyesha. Jumatatu ya kesho, Jumatatu ya kesho, Jumatatu ya kesho, Jumatatu ya kesho, Jumatatu ya kesho. Ikumbuke Tanzania na wewe hali ya hewa. Natumia upako wa Joshua aliyesimamisha jua, natumia upako wa Elia aliyesimamisha mvua. Naunganisha hizo pako zote. Mimi naamuru mvua inyeshe kuanzia Jumatatu ya kesho, mikoa yote ya kule Njombe, ya kule Mbeya, ya kule Tunduma mpaka kule Katavi, mpaka Sumbawanga na Kigoma, Tabora yote, Singida, Dodoma na hapo Morogoro, na kule Dar es Salaam Bwana, na kule Tanga, mfalme wa amani. Ardhi yetu hii Bwana ikajawe tena na maji katika jina la Yesu aliye hai. Tunajua ya kwamba sio wewe uliyezuia mvua haijanyesha, na ndio maana uliwapatia mvua waovu, unawapatia mvua walio mema. Kwa hiyo hatuwezi kusema umetuchukia kwa sababu ya dhambi. Hapana, ni majira yameingiliwa, tunayarudisha tena yanyeshe. Inakotakiwa kunyesha mvua inyeshe Jumatatu katika jina la Yesu aliye hai, kwa sababu dunia itajua ya kwamba yupo Mungu ambaye akiombwa anajibu katika jina la Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai. Kwa dakika chache muombe mamako, dakika chache muombe mamako, kwa dakika chache muombe mamako, kwa dakika chache muombe mamako. Kama una mama muombe, kama hauna mama jiombe mwenyewe. Lakini ningetamani mama wako umtamke hapa, msemeshe kule ndani. Najisikia ndani mwangu aliye na mama amsemeshe mamake. Ama kama kuna mtu amekulea, msemeshe yule mtu aliyekulea, muombe vitu vingine hapa kabla tujaenda kumwombea mtu aliyekuahidi akupatie kitu akupe kuanzia kesho. Hebu ingia mbele za Mungu, msemeshe mama wako, msemeshe mama wako, muombe mama wako, muombe mama wako. Kama umekufa jiombe mwenyewe. Ukimaliza kumwombea mama wako, muombe na baba yako pia, muombe na baba yako pia, muombe na baba yako pia, muombe na baba yako pia. Raba shaka taraba seke rika ndarabo kolia siki rika katarobo kolia saka raba shando kolia siki rika ndarabo kolia saka rika tarabo kolia siki indarabo kolia shanda likiki mando koto lizikiti mande ikatabo kilia inda kakato kokoli iandaza tolia maando kolia saka riba shaka
Basaka. Muombe na babako kama unaye, muombe na babako, muombe na babako, muombe na babako, muombe na babako. Msemeshe pale ambapo babako ameshindwa kufikia. Hebu semesha hapo, msemeshe hapo chap chap. Katika ulimwengu wa roho, rikandara basaika raba shaka. Rabo koli amanda rabo koli asiki. Likatoli manda rabo koli asaka. Raba shando koli asaka. Inda rabo koli amande liskataye. Endali katoi maanda. Katorika tarabos katamandelika yandukus kamandelika tolishkata ikatarabasa kotoriba shanda rabasaika raba kali abasiki riba shanda rabokoli asaka raba shaka tamanda rabasiki ori abasaka. Kwa dakika chache jiombe mwenyewe, mwambie Bwana Yesu, naomba niwe mkamilifu katika matendo yangu, naomba niwe mkamilifu katika miradi yangu, naomba niwe mkamilifu nisiruke. Hebu omba kwa dakika chache, mwambie Mungu, naomba nipatie roho ya kukamilika, roho ya kukamilika, roho ya kukamilika. Hebu omba hivyo, omba hivyo, omba hivyo. Mwambie Mungu, mimi na udhaifu, vitu vyangu vinaishia njiani, kwa naomba unidhamini niwe mkamilifu, nikamilike kuanzia sasa. Nifanye kitu kikamilike, nifanye kitu kimalizike, nifanye kitu kiendelee, nifanye kitu, kila kitu kikamilike, kila kitu kiwe kina nguvu ya kukamilika kule ndani. Semesha hivyo, semesha hivyo, semesha hivyo, semesha hivyo, semesha hivyo, semesha hivyo. Kama ni uponyaji ukamilike, kama ni duka limeanza likamilike, kama ni nyumba imeanza nikamilike. Vipolo visiwepo, vipolo visiwepo. Mwambie Mungu, naomba vipolo visiwepo tena baada ya wiki inayokuja, wiki inayokuja vipolo visiwepo. Yani iwe kuna aina ya kipolo, na madeni yabadilike, badala ya kudaiwa sasa uanze kudai. Mungu akupeleke kwenye level ya kuanza kudai. Umeshadaiwa na nafuta kuanzia leo hautadaiwa tena. Ukimaliza kulipa madeni yote, sasa utaanza kudai, utaanza kudai kwa faida, utaanza kudai kama maandiko yanavyozungumzia, kama maandiko yanavyozungumzia. Rika ndarabu koli ya saka, rika mandaraba saika tolishka, kwa damu ya Yesu aliye hai, katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Kila mwenye pumzi na aseme amina. Sema amina kwa maombi yangu. Tamka tena amina kwa maombi yangu. Tamka tena amina kwa maombi yangu. Na iwe kama nilivyoomba, na iwe kama nilivyoomba, na iwe kama nilivyoomba. Maombi haya yasifunikwe, yawe wazi, yawe wazi, yawe wazi, yawe wazi, yawe wazi, kwa jina la Yesu aliye hai. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi sana. Leo ninayo furaha sana, kwa sababu wote sijawahi kufanya hivi, watu wengi wakajibiwa kwa wakati mmoja kama sasa. Nenda kakamilike. Nikupatie vitu vitatu. Anayestahili adabu, mpatie adabu, kibali chako kitaongezeka. Anayestahili heshima, kampe heshima. Jifundishe kuongea, ongea vizuri, kibali chako kimefungua, kipo wazi, ni kikubwa sana. Hakuna ambalo ulikuwa unashindwa kama jana. Make sure una kitu, kwa sababu nimeziondoa nyayo mpaka kwenye nyumba yako. Hakikisha unatoka kwenye nyumba yako unaenda ulikokataliwa. Yani kila ulikokataliwa nenda. Walikosema hawakupi, nenda. Walikosema sijui hawakujui, yani wewe nenda, miguu yako iende, na utakwenda kuona. Na niseme fedha zote utakazozipata kuanzia Jumatatu, mafanikio yote, make sure yanamaliza vipolo. Yani kama nyumba imeishia kwenye linta, hela kamalizie kwanza nyumba, sijui kitu gani hivyo, mpaka umaliza vipolo vyote. Na namuomba Mungu iwe hivyo. Na labda nikwambie, so kila kitu utakifanya wewe. Ukishakuwa na nguvu ya udhamini kama hii, watu niliwahi kumwambia mwanangu mmoja, nikasema hivi, unafahamu kuna watu wana hela, wanaenda tu disco, wanaangalia mwanamke anayekata kiuno na muingizia hela kwenye chupi zake au kwenye sidilia. Hujawahi kuona? Zipo hela nyingi huko mtaani. Ni wewe tu ukae sawa sawa, kaa vizuri, miguu yako izunguke. Utakutanishwa na vitu ambavyo havijakutana.
Watu ambao mnalipwa mshahara, nimeombea mshahara uwe na nguvu ya kutoka mshahara mmoja ukutane na mwenzie, na mwenzie ukutane na mwenzie. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe na roho ya kinafiki. Aliye mzigo kwenye maisha yako mwambie kwamba we ni mzigo, hauna faida, ili ajijue. Mtu pekee ambaye anatakiwa kubaki ni mtoto ambaye hana channel. Mtu mzima ukifika leo mwambie we ni mzigo. Punguza mizigo ili watoto uliowazaa wapate kitu cha kurithi kwenye familia yako. Kutunza ndugu sio ahadi ya Mungu kwamba eti nyumbani kwako utakusanya mtu ambaye hana kazi. No. Mbinguni hawana mtu ambaye hana kazi. Mbinguni hawana mtu ambaye hana kazi. Watu wote wana kazi. Pengine nitawafundisha. Nilisema nitaombea kidogo macho ya rohoni. Hebu kila mtu aweke mkono kwenye macho yake. Umeshachelewa. No, ulivyopandisha tu ni kama uhitaji, siombi. Umechelewa. Ni kwenda kama mpate hata kajicho kadogo kwa kuona mbali. Hata kama mtu akikudanganya hivi unajua nimeshaiona kesho hii. Wangapo natamani wazimisha jicho langu moja. Baba, katika jina la Yesu, walioweka mikono yao, fungua macho yao ya kuona hata jicho moja tu. Waone kesho yao, ili hata wakidanganywa wawe na uwezo wa kuona. Useme nao kama unavyosema na mimi. Wao sema nao zaidi kuliko unavyosema mimi. Maana anayezaa nguvu huwa zinaisha, aliyezaliwa nguvu huwa zinakuwa kubwa. Na kwa hiyo basi nafungua leo, badala ya kuota ndoto, leo wawe na uwezo wa kuona. Wakaone hivyo, kila atakayefika kwenye hema lake na nyumba yake ikawe hivyo, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu, amen.